Ayubu wewe ni mmoja wa watu ambao mimi nakuheshimu kinoma. Ayubu unaweza kuchukua hiyo baba. Hiyo. Hapa si sawa zaidi mzee. Bana, hapo sawa. Inakuwaje lakini Ayubu? Fresh baba. Nimekusubiri kinoma mzee wangu. Wewe na time vipi? Kuna sehemu mmeshindana na muda ama inakuwaje? Hamna majukumu. Majukumu bana. Karibu sana kwenye The Joint Gold FM. Asante sana. Tunafurahi kuwa na wewe kwa sababu ni moja ya wadhamini wa Mwanamke Chuma, si ndio? Yep. Hivyo mzee wangu. Hii inakuwa ni udhamini wako ngapi kwenye Mwanamke Chuma? Huu ni wa mara ya kwanza. Mara ya kwanza. Sounds good. Why tumeamua kuweka mzigo hapo mzee wangu? Ni event kubwa. Nakutanisha watu wengi mbalimbali na pia mathalan ninalenga kuona nguvu ya mwanamke kwenye jamii. Kwa nikaona sina budi na mimi support kwa sababu ni mama zetu hao ndo wanazaa. Hivi wewe kwako Mwanamke Chuma ni mtu wa aina gani? Yaani bana huyu ana deserve kuwa Mwanamke Chuma. Mwanamke Chuma. Mali nasikia umemtaja tu mama, dada hujamuona huko, auntie na watu wengine kama hao. Okay. Mimi kwangu Mwanamke Chuma ni mwanamke ambaye anajipambanua katika struggle kupata uhuru wake mwenyewe. Tunapoongelea uhuru sasa hapo ni uhuru wa kiuchumi, uhuru wa kimawazo na maisha kwa ujumla. Yaani ni mwanamke ambaye hategemei kwamba labda formula ilivyo labda atazaliwa, atasoma, atahitimu, ataenda kuolewa. Mwanamke ambaye hata kama baada ya shule anaanza kufanya kuna malengo anayo ambayo amejiwekea mwenyewe. Huyo ndo namuita Mwanamke Chuma. Bana, ni kitaalamu. Bana, sio mtu ambaye anaishi kwa formula. Mifumo ambayo ipo. Unasoma, unakomaa, unaolewa. Sasa tunaenda VETA pia. Hiyo inasema au bado? Bado. Ila sema Ayubu Drones ni kampuni kubwa bana. Wewe pia unaajiri wanawake chuma ambao wanapatikana hapa town mzee wangu ama bado tuko kwenye wanaume tu peke yao? Ni na Mwanamke Chuma mmoja pale sasa. Sema kwa bahati mbaya sasa yuko kanisani kwa ajili ya mambo ya ibada. Ana majukumu gani? Yaani pale usiku. Pale ndo ndo meneja wangu ninayemtegemea pale. Kwa sababu yeye mmoja sio meneja. Manake ndo anapangilia ratiba zangu zote, kazi zetu zote, lakini pia ni mtu anayehusika na graphics, editing, edit picha, edit video, anaweza kurusha drone. Pia na posters hizi. Kwa ananifanyia kazi nyingi. Uhuru wa kazi anao. Ndio maana pia sasa yuko kanisani. Ni kwa leo tu kwa ajili ya wale wako kwenye parezi. So Ayubu, tunatamani kufahamu kutoka kwako bana. Kwanza jina lako linakaa na drones pale mbele. Ilikuwaje kawa Ayubu Drones? Kwanza kwa majina kabisa mimi naitwa Ayubu Elias Manyero. Ayubu Drones imekuja ni baada ya kuhitimu chuo nikawa naangalia nafanya nini mtaani. Bahati nzuri kama unamfahamu namkumbuka Mzee Manyero. Ni mtu ambaye yuko kwenye tasnia ya video na picha kwa muda mrefu sana na sababu. Kwa baada ya kuona nimetoka chuo na waza nifanye mimi kama mimi. Unaona? Then kaangalia biashara anazofanya mzee, kazi zake. Nikawa niko interested na mambo ya drone kwa sababu moja hakuwa na watu wanaorusha drone. Kama na kuwa serious kidogo. Kwa hiyo ndo mtu wa kwanza kutetea drones kama? Hapana, actually Mzee Manyero ndo ana hiyo rekodi ya mtu wa kwanza kuleta drone, ila ni ile ametoa mtu, yani alikuwa ni mtu wa kwanza kumiliki kwa kama, lakini pia kabla zilikuwa zimeshakuja ila ambazo zinatoka mbali. Mara nyingi wako natoa Mwanza, Arusha. Naona sawa bana, kupata drone ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa ukipata shughuli utaita drone utalipia karibia 500. Unamsafirisha, unamlipia lodge, unamlisha. Sasa nilifika hapa nikaona hii ni fursa. Na kazi nyingi na muda huo drone bado ni chache. Na wachache moja kwa yani ni kutoka kwenye production watu wengi kwenye swala la drone hamna anayeweza. Hakuna hata mmoja. Sasa nikaanza tumjengea salamu yake huyo jamaa. Kwa mtu wa kwanza kuwa ndo rubani wa drones nini? Biba Shimongo yule. Biba Shimongo sana yale. Sio sana kwa Mzee Manyero. Bali story yako nini? Imekuwa story fulani.
Kwa ndo ni bahati nzuri hapo mzee wangu ndo alikuwa nazo drone. Kwa mimi nikajitrain, kwanza alinishauri kwamba sasa unapenda drone uende wapi? Salamu kuna mtu akakuelekeze siku 1 2 3 afu ndio uje endelee na kazi. Sasa muda huo ananiambia hivyo, uhitaji wa drone bado ni mkubwa. Ana simu nyingi, wateja wengi wanahitaji drone. Sana. Bahati nzuri nimesoma mambo ya information technology. Kwa hiyo akajaribu kasema kuna mwalimu mmoja anajua sana na anajua kila kitu ambaye naye ni mjini YouTube. Kwa hiyo nikaingia pale mjini YouTube, search pale tutorial za mambo ya drone, nikaelewa, nikapata concept. Then nikamwambia yule mzee, mambo ya drone, afu nikafanyaje? Jaribu kurusha. Kwa hiyo nikafuatia zile tutorial, nikajaribu kufanya vile ambavyo nimeviona maelekezo na nini, nikaona inawezekana. Unaona? Kwa hiyo kuanzia hapo nikawa nimeanza safari. Then baada hapo sasa, baada ya kukua kwanza nikazidi kufuatilia zaidi taratibu wa drone, kumiliki, kurusha nini. Kwa mengine alikuja baadaye, ila nilitumia YouTube kuweza kuelewa drone na nikawa nimeanza kazi moja kwa moja. Mtu inamhitaji kiasi gani cha pesa kumiliki drone? Hii ni kama simu. Ni kama simu zipo za bei tofauti. Japo sema drone iko complicated kidogo na taratibu ambazo utakuzifuate ili kuweza kumiliki kisheria. Kweli? Maana yake drone unaweza kupata hadi kuna drone za milioni, hadi range hadi kuna drone ya milioni 80, milioni 100. Ila kwa drone za kazi zetu za production almost na range kama kwenye kuanzia milioni 1 hadi milioni 10. Hivi kuna mtu anaweza kana kusikiliza haelewi drone ni nini? Yaani bado unasema ni kitu kigeni kwa. Ni kweli. Hebu tufafanulie kwa kitaalamu drone ni nini na inafanya kazi gani? Sawa. Drone ni jina la kizungu. Kwa Kiswahili tunasema ndege nyuki. Ni teknolojia mpya ambayo inawezesha wapiga picha kuweza kunasa picha za juu. Maana tunasema aerial photography. Kwa ni kifaa ambacho kimeundwa kinaweza kuruka na pia kinakuwa kimefungiwa kamera pale ambayo inaweza kuchukua picha na video. Sounds good sana bana. Ayubu, tuambie sasa nini ambacho tukitegemee kwenye msimu wa 3 wa Mwanamke Chuma kutoka kwako na kampuni yako ya Ayubu Drones? Na waidi watu wategemea mambo makubwa. Manake tumeona ni issue kubwa ambayo nadhani kwa kama ndio event kubwa zaidi sasa. Kwa tunataka tufanye vitu ambavyo havijawahi kufanyika ili kuionyesha dunia kwamba kuna Kahama huku na kuna Mwanamke Chuma. Na hivi drone huwa inaweza ikapaa yani kwa umbali gani, yani mrefu zaidi? Drone inaweza kupaa umbali wa hela yako. Drone bali imekaje hiyo? Bali changamke kidogo. Jibu la kibingwa kinoma. Umbali wa hela yako. Kuna drone, ndio maana nikasema kwenye gharama za kumiliki drone, huko drone za bei tofauti. Kwa bei yako ndio uwezo wa drone. Kwa kuna drone ambayo inaenda tu umbali wa uwanja, mita 100. Alafu kuna drone ambazo zinaenda hadi kilomita 20 na kuna ambazo zinaenda zaidi sasa. Kwa zile ambazo za watu binafsi, yani za yale makampuni au mashirika na bwana project maalum. Hivi kienda mbali sana, picha sasa si inapungua quality. Iko hivi. Manake drone ni teknolojia ambayo wewe unaweza kucontrol kile kifaa kinachoruka ukiwa sehemu umetulia, afu chenyewe ndio kinaenda kinakuletea picha. Yapo kadi kinapoenda mbali, manake picha inakuwa inakuja kwenye remote yako, afu inategemea remote unayo ya namna gani. Remote ndio kile kifaa kinachokusaidia kucontrol ile drone. Ile remote kuna za aina mbili. Kuna ambazo ni smart remote na remote za kawaida. Smart remote ni remote ambayo imekuwa imetengenezwa tayari na kioo chake. Kwa maana yake inakuletea picha na unaona moja kwa moja pale. Alafu kuna remote ambazo inakuwa una connect na simu. Maana picha itakuja kwenye remote, alafu itatoa kwenye remote itaingiza kwenye simu. Sasa signal yake inakuwa inakuonyesha pale kwamba kadri umbali unapoenda inakuonyesha signal kwamba inakuja kiasi gani. Kwa mara nyingi pia ubora wa remote yako unasaidia kupata picha hata kama drone iko mbali, bado picha inakuwa stable. Lakini kuna remote ambazo za bei nafuu
unakuta ikienda mbali kweli picha inapungua. Nasema mi Ayubu, nadhani umetuibia time yetu wewe mwenyewe, kuna vitu vingi sana kutufundisha. By the way, labda tumalize hii kitaalamu zaidi kwa mtu mwingine ambaye anatamani siku moja kuwa kama wewe, kwa sababu umesema ndio mtaalamu wa kwanza kurusha drones kutoka hapa kwa vijana. Baada ya mzee wake. Mzee alileta, alikuwa hana utaalamu, alikuwa anatumia watu wa nje. Baada ya kijana kukua, ndo kijana akaenda kupata hiyo elimu. Wasikiza kwa umakini ndio bwana. Kapotea huyo. So Ayubu, naam, is it true kwamba kumiliki drone ni lazima uwe na vibali na kuirusha pia uwe na vibali, ama ni story tu ambazo tunakutana nazo kwa watu mtaa? Hapana, ni kweli. Maana yake kwanza ukiwa unaamua kuwa na drone, kuna process mbili hapo. Moja, drone unaoitumia itakuwa usajili na mamlaka ambayo inasimamia mambo ya anga ambayo inaitwa Tanzania Civil Aviation Authority, TCAA. Watu wanachanganyaga na TCRA, lakini nini ni TCAA? Maana yake inadili na mambo ya anga. Mambo ya anga kuchanganya mzangu. Kwa hiyo mnakuwa na ndege, marubani mko ndege, na sisi mnaingia kwenye vikao wote. Wote tunakaa kikao. Mnaingia kwenye kikao. Kama nasema nawe huko. Wala wewe. Hata hiyo yani manake nitakuwa usajili kwanza drone, tambike kwamba kuna drone na iko kwa maeneo gani. Unatumia personal au business. Na hizo picha unazitumia kwa matumizi gani. Then kuna wewe kama wewe nitakuwa certified. Piga course yako pale. Alafu then kwa certified ndio unaweza kufanya report. Then na eneo pia unaloenda kufanyia kazi kwa taarifa. Yenyewe lakini sio kuna hivyo vibali kwa tu taarifa. Sio kwamba tena ugaramia. Kwa nini utoe taarifa? Ili wajue usije akaona afu wakanisa labda wamevamiwa au wameshambuliwa. Maana kile ni kifaa kipya, yani teknolojia mpya ambao watu wengi hawajaifahamu, hapo familia nayo. Lakini pia na kwa usalama sio nzuri, na ndio maana ikawekewa complication kidogo ili ambaye ipo serious na hii biashara apate taratibu. Kwa hiyo mnakabidhiwa kabisa zile leseni ama vyeti kwa ajili ya kuona. Nitakuwa uwe certified, maana kuna certificate tunafanya na sio utani, maana kuna course wakati tunapiga course pale na baadhi ya vitu na share na mapilot tuandike kubwa. Maana yake tulikuwa tunaongea kama kuchikishana, lakini kwa mnawasiliana na mapilot nini? Mawasiliano na ethics za kutumia drone. Maana yake kuna taratibu kwamba drone kuna maeneo takiwa iruke, kuna maeneo takiwa iruke umbali gani na kuna sababu. Kama labda una viongozi wa kiserikali, kuna viongozi ambao haitaki drone isogelee kwa umbali fulani. Kwa hiyo ni ethics ambazo unafundishwa. Naona, lakini ukija kwenye upande wa kuitumia anga ndio hapo sasa unapokutana na pilot wa ndege kubwa. Na kuna taratibu za kimataifa na kwenye nchi husika za kutumia drone. Kwa hiyo kwenye drone hapo utaingiliana na watu wa ndege, maana kuna vitu pia na wao unakuwa kozi moja. Ayubu, time yetu imekata kabisa hapa, ni kuna dakika moja tu kumaliza the joint. Mimi natamani utuambie Ayubu Drones ofisi iko wapi? Kama kuna lolote pia kumalizia, time yake ndio hii sasa. Sisi Ayubu Drones tunapatikana mtaa wa Kapaya, ile barabara ya Kapaya ile kona ya Dodoma pale. Kushuka kidogo kama umbali wa mita chache sana. Sisi tunapatikana hapo. Kwa hiyo tunafanya mambo ya drones. Niliuliza swali kwamba wewe kwa nini Ayubu Drones? Kwa sababu biashara ambayo imenitambulisha mjini ni drones. Maana nimeanza nikifanya huduma ya drone. Kwa hiyo ndio biashara pekee ambayo watu wasingenifahamu, lakini ni drone. Lakini kwa sasa tunafanya production kwa ujumla, tunashoot video, tunapiga picha kwa event yoyote, harusi, ndoa, send off na birthday documentaries tunafanya sana. Namba za simu labda Ayubu kwa wale ambao wanakusikia leo kwa mara ya kwanza, vitu vingine kama hivi. Namba za simu unaweza kupata kwa 0744 95 8867 na kwa social media unatupata kwa jina hilo Ayubu Drones. Kwa hiyo ukitaka hata kuona kazi zetu unaingia pale mjini YouTube unaandika Ayubu Drones, utaona kazi zetu mbalimbali.
Na moja ya kazi ambayo labda naweza kuwa proud of na kwamba ni sehemu ya kwamba kweli tunafanya kazi. Tushawahi kufanya kazi hadi na Wasafi. Diamond kaja kama hapa na Wasafi Festival. Kufanya kazi nao. Kwa hiyo ni watu ambao huwezi kuchukulia poa tu kwamba labda ni watu tu from nowhere. Ayubu Drones watu maana kabisa. Time imekata bana. Until next time bana. Shout kwa Ayubu ambaye ametupa elimu kwenye The Joint. Until next time, sisi tunasema out.